Ni hujulikana kwa ufugaji wa ng'ombe na mbuzi. Wengine katika siku za hivi majuzi wamegeukia ukulima wa mimea ili kujikimu kimaisha. Katika taarifa hii inayowasilishwa kwako na mwanahabari wetu Quinto Wafula, familia moja kutoka eneo la Mogotio, kaunti ya Baringo, imekumbatia ufugaji wa mburukenge na kobe, huku ikitaja manufaa ambayo imepata kutokana na shughuli hiyo. Tazama. Kutana na Moses Kiprono katika maonyesho ya mwaka huu ya siku ya wanyamapori nchini, hapa akionyesha na kuwashika wanyama hawa bila hofu yoyote, kwani amewazoea. Babake Moses, Joseph Kiprono, alianza ufugaji wa kobe takribani mwongo mmoja uliopita, baada yake kuona kuwa wakazi wa eneo hili walikuwa wakiwaua wanyama hao kwa kuharibia mazao shambani. Sababu hawaoni faida yake, akipata kwa shamba yake anakonga na chembe anaua. Ni safari iliyoanza kama utunzaji, baadaye ikageuka kuwa ufugaji biashara baada ya mjasiriamali huyu kusaka kibali kutoka kwa KWS cha kuwafuga wanyama hawa. Hapa Kenya kuna wale wanapenda. Kuna wale wanapenda tu kuwa na pet hapo nyumbani, sababu ukiona hawa wako hapa sasa ni friendly, hata ukishika namna hii anapanda wewe tu. Na mwaka wa 2021 wanawe Joseph kwa upande wao walizamia ufugaji wa mburukenge aina ya Savannah Mountain Lizard, huku baba yao akiendelea na yake ya kuwafuga leopard tortoise. Hatua hii imefanya watu katika jamii kuona kama wachawi na wanaosababisha mikosi katika ukanda huo. Wenje unafanya mvua isinyeshe, tuseme wakati mvua imekaa kwa muda bila kunyesha, wanakuambia wenje unafanya mvua isinyeshe hii area. Wewe ndio, yani kuna ile criticism but you go against it na unafanya ile kazi venye unavyoweza. Licha ya kelele za chura ambazo siku zote hazimzui ng'ombe kunywa maji, familia ya Kiprono imejikita katika jitihada zake. Tangu aanze amefuga zaidi ya kobe 3,000 wanaofuga mburukenge, kwa sasa wakiwa na takribani wanyama hao 100, wote wakiwa kitega uchumi kwao, kwani wanauzwa nchini na kimataifa, haswa katika nchi ambazo ni chakula, bei ya kila mmoja ikiwa takribani shilingi 3,000. Reptile eating countries like Hong Kong, China. So wengi wao wanafuga pet, uwezi jua, wengine labda wanazikula. Mwingine anapenda nini? Sasa huyu akiwa mkubwa mtu ana train mpaka ile wakati venye unaweza tembea naye town, kama venye unatembea na umbwa yako hivi, unaweza funga kamba na utembee naye hivi majestically. Mradi huu wa familia Kiprono haujawafaa tu kiuchumi, ila pia umejitokeza kama wa kuwasaidia wakaazi. Kwa sasa mazao yao shambani hayaharibiwi na kobe wala mbuzi wao kuathiriwa na mburukenge ambao huwanyonya na kuwaacha na hatari, hili likiwafanya wafugaji wa mbuzi kuwachukia wanyama hao kwa sana. Kwa sababu hao watu wanalalamika kwamba inakula mayai, inakula vifaranga na pia inanyonya mbuzi. Kwa jina ya mdomo inaitwa kipreri no. Jina inasaa kutokana na kunyonya mbuzi. Inanyonya hadi matiti inakufa. Imeniai haribia mbuzi. So sijui kama nitafuga kweli, labda sijui nitafanya aje nifurahie hiyo kitu. Ile ukenye inashangaza hiyo mtu atufundishe, mwenye anafuganga atufundishe vizuri venye alianza kuando. We are mitigating this, we are reducing the wildlife community conflict. Vitengo husika nchini vimepigia upato hatua hii, wakisifia ufugaji huo na kutoa changamoto kwa Wakenya zaidi kukumbatia. To support the community conservancy movement, particularly here in Baringo, we have to do what we are hearing, pesa mashinani, pesa mpukoni. Quinto Wafula, TV47. Naam, mtazamaji, tuangazie taarifa